عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, hakika leo tumekusanyika tena hapa katika maulidi yetu ya kituo chetu Makarimul Akhlaq, lakini mwaka huu tumepata pengo mbili ambazo kwamba ni kubwa kwa mara moja, kwa kuwakosa hawa wazee wetu, walimu zetu, mashekhe zetu ambao kwamba walikuwa ni nuru yetu katika mambo yetu tunaoyafanya. Walakin qaddara Allah wa ma shaa faal, Mwenyezi Mungu ashaandika na alipendalo na alitakalo ndio lenye kuwa. Na sisi watu wa Nakuru twajua vizuri namna gani hawa wazee wetu walikuwa wakiupenda mji huu, namna gani walikuwa wakiona raha wakifika kwenye mji huu, na sote tumewashuhudia, si habari za kutolewa. Na hakuna linalowaonesha raha ila kuona ile himma na bidii ilokuweko katika mji kama huu, kutokana na watu wake, nyoyo zilokuwa mzuri, nishati ilokuwa mzuri, hudhuru ilokuwa mzuri, ndio wakapenda sehemu kama hii. Na sisi kuwapenda wao ni tudumu katika mwendo kama huu, tudumu katika hali ile ambayo kwamba wao wametuacha ndani yake. Mwaka juzi tulikuwa na mzee hapa akitoa kaswida, nafikiri twakumbuka, tulimkosa mwaka jana, na mwaka ule akasema nipeni kaswida, pengine mwakani hamunioni, msinikatie. Alikataa kukatiwa kaswida, sema nipangi. Na mwaka jana tukawa hatuko naye, mwaka huu hatuko na hawa, hatujui nani mwakani mimi na wewe atatangulia mbele ya haki. Umri ni huu mfupi, maisha ni haya mafupi, ni maisha ambayo kwamba lau mtu ena akili ni yule ambayo kwamba atayaweka katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Haya ni maisha ambayo kwamba leo ukiishi huna raha, ukitembea huna raha. Sasa usiwe na msiba mara mbili na ukifika kaburini pia uwe huna raha. Usikubali namna hiyo. Heri hapa duniani pambana, lakini una hakika mimi nikiingia katika kabri ni raudhatan min riyadhil janna, ni raudha katika riadhi ya janna. Usiteseke hapa, uteseke na kule. Kuwa na dunia yako, kuwa na dini yako. Ma ahsana dina wa dunya idha jitamaa wa aqbaha al-kufra wal iflasa fi rajulin. Hakuna mtu kuwa raha, pesa ziko za kisawasawa, lakini yuko safu ya kwanza msikitini, huku yuko na huku yuko, pesa nyingi, lakini masikini wote wamuombea dua yeye kwa kuwasaidia. Hali yake mzuri, lakini dhuafai wako na yeye. Hali yake mzuri, dunia yake imetengea, lakini katika majalisi ya kheri humkosi. Hii raha. Huku eno raha wamswalia mtumi, huku eno raha yuko katika sala, hakosi msikitini, hakosi kuswali, hakosi kufunga. Akimaliza hapo na senti zake mfukoni, shekhi, na kupiga zake vitu vya kisawasawa. Ataka hili yafanya, ataka hili yafanya, leo yuaoa, kesho yuaacha, pesa ziko. Na huku yuko mbele katika mstari wa Mwenyezi Mungu. Ndo ma ahsana dina wa dunya, zikikuwa zote hazitaki kukaa pahali pamoja, kitangulize kipi? Dini. Leo zote zimekataa.
mimi nikiipata dunia nitaikosa dini, mimi nikiipata dini nitaikosa dunia. Sasa tanguliza dini, lakini zikikubali zote waacha zije zote. Lakini wa aqbaha al-kufra wal-iflasa fi rajulin, hakuna ubaya kama mtu awe kafiri maskini. Hapa duniani wateseka, kesho akhera wateseka. We maskini kisha muflis, huna chochote. Hayo ni mambo ambayo kwamba yatakutesa hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo ikhwatal iman, tushikane, tuwe kitu kimoja, tupendane, tusaidiane, jambo letu liwe ni moja, na hatuwezi kuwa wamoja bila kuwa na uongozi. Leo tumekosa umoja katika mambo yetu kwa kukosekana nini? Uongozi. Hatuna uongozi. Leo kila mmoja ni muongozi, kila mmoja. Na ajabu, dunia tunaoishi, mtu pengine hupata uongozi kwa kitu kidogo tu. Samahani, pengine mimi pia niko, pengine mtu ajua kupiga twari tu tayari ashakuwa muongozi. Pengine mtu ajua kusoma mlango vizuri tu ashakuwa muongozi. Pengine mtu ajua kuzungumza, sio alim, ajua kuzungumza tayari ashakuwa ni muongozi. Mwenyezi Mungu akimpa mtu chochote kitu kidogo tu, huwa yeye tayari ashajiona mimi ni muongozi. Na katika uongozi kama ule anauona madhara yake nini? Hawakubali wengine. Kutokubali wengine nini? Yaweza kufika hadi mpaka hata mwalimu wake asimkubali. Mimi na yeye tuko sawa. Yeye ajua kupiga na mimi najua, ajua kuimba na mimi najua, pengine mimi najua zaidi kuliko yeye. Amenisomesha tu, lakini la. Lazima kutakuwa umoja. Haiwezekani kuwa wamoja bila kuwa na uongozi. Haiwezekani kabisa, tusijidanganye. Hatuwezi kuwa wamoja bila na kuwa na mtu wa kumuangalia. Huyu ndio kiongozi wetu, huyu ndo mwenye kutuweka pamoja, huyu kauli yake ndo yenye kusikiwa. Leo sisi tumerudi nyuma katika mambo yetu kwa kuwa hatumkubali yoyote. Mzee wetu asema hata malaika akishuka takwambia we hutujui sisi, tuache hivi, usituingilie. Wewe angalia mbinguni huku duniani wewe, huku ni kwetu wewe, tuache wenyewe. Kwa hivyo lazima tupendane, tuwe kitu kimoja, lakini na hapo tuwe na mtu ambaye kwamba ndio marjaa yetu, ndio sisi twamregelea kwake. Angalia baadhi ya kabail, baadhi pengine ya dini hata kama si za sawa, waona waendelea, wajenga, wafanya mambo. Kwa nini? Kwa ajili wana uongozi. Leo muongozi wao akiwaambia kila mmoja alete 10,000, hawaulizi, kila mmoja 10,000. Leo akija kiongozi wao kutoka kwa kokote, utaona hii Afrika Mashariki yote imekusanyika katika mji mmoja. Hawana waziri katika serikali, hawana mbunge katika serikali, hawana MCA, sio? Hawana MCA katika serikali, lakini mashule wenayo, majumba wenayo, hospitali wenazo, miradi ya kheri wenayo. Kwa ajili ya nini? Umoja. Sisi tukiulizwa kwa nini hatuendelei, twaonewa sisi, serikali yatuonea, hatupati, tumepewa waziri mmoja, hata mkipewa 100 mtakuwa hivyo. Watu hawana hata mmoja, lakini utawaona wanaendelea kwa ajili wamekubali tuna kiongozi. Leo kiongozi wetu atuambie jamaa, kesho kila mmoja tulete shilingi 100. Salala jambazi huyu ana tayari tena amekosa huko, amekuja kwetu sasa. Ndivyo tunavyoishi, ndio kaona sisi bado tuko nyuma. Kwa hivyo hao wazee
wamoja. Kwa hivyo ule umoja wetu udumu pale pale insha Allah taala, ili tufanikiwe hapa duniani na kesho akhira insha Allah taala. Mwenyezi Mungu atubarikie katika walozungumza tangu mwanzo. Ustadh Mahmud Mustafa na Ustadh Mahmud huyu kila akizungumza mashallah akumbuka ile fadhila ya nyuma, na hili ni jambo ambalo kwamba ni uchache mtu kulipata pahali. Mtu kufika kwenye daraja kisha akumbuka alipotoka ni ngumu. Na tumemwona kila akizungumza hivi, mimi nilikuwa hivi, mimi nilikuwa hivi, ni maana kukumbuka ihsani ya nyuma. Yule alokusomesha alifu ndo mwalimu wako, ule mwingine amekuongezea tu, yule ndo alokutemsha. Ana abdu man allamani harfan wahidan, mimi ni mtumwa wa yule ambaye kwamba atanifundisha harufu moja tu akufundishe. Amekufundisha alifu mpaka yeye yule shekhe lako yule, wala usiwe jauri. Ule amenisomesha nini? Amenisomesha juzu tu, Anasomesha juzu tu bwana. Mimi nimesoma, mimi nimetoka nje bwana, mimi nimepanda ndege, mimi nimekuja na shahada, mimi niko na nini, nenda nyumbani kwangu ziangalie shahada. Zote zile zimetoka kwenye alfata alf kasra i alf dhamma u, ziko hizo, hakuna tena siku hizi. Zimetoka hapo hizo, zimetoka hapo befata bala lamshadda zile. Yule anayekusomesha yule ndo shekhe lako yule, na wengine ni mashekhe zako. Usimwone yule alokusomesha usulul fiqhi akakusomesha balagha akakusomesha nahu ukaona yule ndo shekhe lako, huu ni mwenzako. Na hili ndo jambo ambalo kwamba sisi la tupata. Mtu akisha kusoma kukamilika, kufika pale, wala hakamilika, hakuna anayekamilika katika kusoma, lakini saa nyingine mtu hujiona kwa mimi nimefika. Mimi nimefika, ukawaona hata wale wako waliokusomesha hawamo tena wale. Bwana twende tu madarasa yetu ile tumepitia, hata saa nyingine asemi tumesoma. Na hapa tumepitia hapa. Waona yani kitu kama cha kawaida tu. Tutatoa kisa kila siku cha Said al-Walid. Alikwenda sehemu moja huku Zabara kuswali Juma, ghafla akamwona imamu amepiga kilemba na joho na alfia siku ya Juma. Alipomwona Said al-Walid akashtuka, mwalimu wake amesoma Mambrui, lakini Said al-Walid alikuwa na kanzu yake na kofia. Basi baada ya Juma katika kufanya taarif asema, leo tushukuru kumpata Sharif Muhammad Said Albidh, huyu tuliposoma Mambrui na yeye alikuweko. Tuliposoma Mambrui na yeye alikuweko. Sasa mwenyewe asema alikuwa sijui nikifagia, nikiosha vombo, hata sijui alikuwa nikifanya. Maana hata aona haya namna alivyokuwa yeye kusema huyu ni mwalimu wangu. Kwa hivyo vijana, hata upande namna gani, mwalimu wako ni mwalimu wako. Shekhe lako ni mshinde. Ni fakhari wewe kumshinda shekhe lako, na shekhe ni fakhari kushindwa na mwanafunzi wake. Ni fakhari. Mimi leo na mwanafunzi amenishinda, ni fakhari. Akizungumza, akifanya jambo, mimi naona raha, amenishinda, lakini mimi ndo nimemfanya shinde, ni fakhari kwangu. Lakini wewe mwenye kushinda usione umeshinda kila kitu. Ndio tukamsikia Ustadh Mahmud hapa akatuambia, kila akizungumza na sana akiweko na kuru yazungumza hayo, mimi nimefanya hivi, hawa wamenisomesha, hawa wamekumbuka ile fadhila. Na hapa yatusomesha nini? Vijana wetu tawalea vipi tangu ni watoto wadogo. Ule kijana ni kumpatiliza, bado ni kijana mdogo. Leo kijana wako mdogo, fikra ya kwanza anawekwa ni fikra gani? Mawazo ya kwanza anayowekwa ni mawazo gani? Mwalimu wa kwanza wa kumsomesha unayempelekea ni mwalimu gani? Leo vijana wetu siku hizo anaanza kusoma miaka mingapi? 2 3. Tuseme amechelewa miaka 3.
ndio wamtoa kijana wako enda kumpeleka asome. Suala, yule kijana wako wampelekea nani amsomeshe? Kwa ajili kile kinachoingia kwanza kutoka ni vigumu. Ile fikra ya kwanza unaingia kutoka ni ngumu. Kwa hivyo wampelekea nani yule kijana awe na ilmu atakayoipata kule anaokwenda kusoma? Je, ule anayomsomesha inao maadili, inao dini, ni Muislamu? Fikra anazompa ni za kumtengezea ule kijana au kumuharibia? Huna habari, hujui wala hutaki kujua. Muhimu amekwenda kusoma. Baba na mama hana nafasi ya kumsomesha kijana wake, hana nafasi. Ndio hata katika dini mtoto kuanza kusomeshwa, kupatiwa mafunzo, anza miaka mingapi? 7. Anza miaka 7. Muru auladakum bisalati. Muru, mwenye kuamrisha nani? Ni wewe baba na wewe mama. Kijana yuko wapi? Nyumbani. Ndio utaona malezi ya vijana wa zamani kwanza wanayapata wapi? Nyumbani kwao. Nyumbani kwao wanayapata malezi ya kwanza. Lakini leo baba hana nafasi, mama hana nafasi, mtoto hapati chakula cha roho wala cha mwili kutoka kwa babake wala kwa mamake. Vote viwili. Cha roho ni masomo, cha mwili ni chakula. Leo kijana gani anapikiwa na mamake? Iko yuko sema alhamdulillah. Leo hakuna tena mamama wenye kupika, Sheikh. Kupika mambo ya zamani. Si siku hizi ni order tu, simu tuzije au mweke mfanyakazi ampikie mtoto wake. Mtoto hapati ladha ya chakula kutoka kwa mamake, mkono mamake baraka iko ndani yake, hakuna. Ama cha roho hakuna. Na lau siku wamekusanyikana baba na mama na mtoto nyumbani, hawana nafasi ya kufundishana chochote, bali nafasi yao ni kukaa kwenye TV kuangalia vipindi. Ikhwatal iman, tuwapatilize hawa vijana. Kwa ajili hawa vijana ndio rasilimali yetu. Vitu vingine vote vitaondoka, lakini kijana wako kwako wewe ni bora kuliko dhahabu, kuliko fedha, kuliko madini yoyote ya thamani. Kama ambao kwamba hukubali dhahabu yako kumpa yoyote, na kijana wako simkubali kumpa yoyote. Leo hapo na milioni 1, tatoka hapa barabarani mtafute mtu mpatie nishikie au nihifadhie. Sio milioni 1, shilingi 50. 50 tu tutaka baba mwambie mtu lazima umwangalie, huna umpa 50, huyu ni vipi huyu? Uadilifu wake, akhlaki zake, tabia zake. Leo kwa nini katika dunia tuko na ihtiyati namna hiyo? Lakini kijana, pelekeni pale fulani asome, pelekeni sehemu fulani. Mtoto wako acheza na mtu, hujui acheza na nani, aitwa na mtu, hujui aitwa na nani, atumwa na mtu, hujui atumwa na, wala huna habari. Sivyo hivyo tutapotea. Mwenyezi Mungu atuhifadhie vijana wetu. Mwenyezi Mungu awape istiqama vijana wetu. Mwenyezi Mungu awape ilmu vijana wetu. Mwenyezi Mungu awafungulie futuha al-arifina vijana wetu. Na alhamdulillah hadhara imekuwa mzuri na imepambika zaidi kwa kumtaja Sayyidatuna Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Na Khadija ni nani? Tumemsikia hapa. Khadija alayha salam ni yule mwanamke ambaye kwamba hutopata mfano wake. Huwezi kupata mfano wa Khadija. Khadija ni yule ambaye kwamba alijitolea kwa mtumi kwa mali yake, nafsi yake, kwa kila alokuwa nacho kumtumikia mtumi Muhammad. ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية وحياء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. Mtumi Sayyidatuna Khadija alimwangalia
akamuona huyu mtume ena ucha Mungu. Hapo kabla hajatumilizwa, bado mtume ni kijana. Akamuona mtume enao haya, na siku hizi haya imepotea, na barobaro akiwa na haya kwamba wewe umekuwa mwanamke, wewe barabara hata ukiwa na haya umekuwa na mwanamke, ile pumbavu ile, hata mwanamke haja kukuzungumzisha onekana wewe uko nyuma, wewe ufai, wewe uzikwe. Mtume alikuwa na haya. Sayyidatina Khadija akaona maumbile ya mtume ni takwa na ni haya, fada'atuhu ila zawaji. Yeye ndo alokwenda kwa mtume kutaka mtume amuoe. Yeye ndo alokwenda kutaka kuolewa, na hii ndo sunna imepotezwa. Ule mwanamke ndo atefute mume nani mzuri, bwana nataka unioe. Fanya hivyo siku hizi. Ule ashaguswa yule, atakunimaliza na mimi. Angalia ni nani mwenye istiqama katika dini, nani mwenye istiqama kwenye ibada. Wewe mwenyewe jipeleke kwake. Ustadh, na kuona uko usomesha watoto wetu wajua Qur'ani mzuri, nimekuja kwako, inshallah takabaraka yako. Fada'atuhu ila zawaj. Na si hivyo mzee, wewe mzee pia una masuhulia ya binti yako, kama ambao kwamba una masuhulia ya kijana wako wa kiume kumtafutia mke, vile vile una masuhulia ya kijana wako wa kike kumtafutia mume. Angalia vijana, nani ambao kwamba ena akhlaki mzuri, haya ukubali na uende kwake na umuombe kama walivyokwenda maswahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Sayyidatuna Khadija akamuona mtume na akhlaqi zake, fada'atuhu ila zawaji, kama njoo nioe, mimi niko tayari. Mimi nikuoe wewe, cheo chako, daraja yako, utajiri wako. Asema la, hayo yote mbele ya akhlaqi hakuna yote hayo. Ndio mtume akamuoa Sayyidatuna Khadija, akakaa na Sayyidatuna Khadija mpaka mwisho wa umri wake mtume. Ndio nyumba ilokamilika, inama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. Ni nyumba ya Khadija, ni nyumba ya Khadija ilomtoa Fatima, ni nyumba ya Khadija ilomtoa Ali. Sayyidina Ali amelelewa katika nyumba ya Khadija. Nyumba ya Khadija ilimtoa Al-Hasan wal-Hussein, ahlul kisa wote wametoka katika nyumba. Je, cheo chake na daraja yake na utukufu wake, je sisi hatufai kutawasali na yeye shekhe? Rabbi salaka bihurma sayyidatuna zawjatil Mustafa ajil lana bil tawassal na Khadija, utaona mambo yatakuwa mazuri. Na sisi tunao visa vingi na Khadija. Tunao visa vingi na Sayyidatuna Khadija. Ukitawasali na yeye kwa kweli na kumwelekea Mungu kwa kweli na Sayyidatuna Khadija, basi mambo yako hayarudi patupu. Na usisikie hayo nao yanayozungumzwa hivi. Mtu tafsiri kitu atakavyo yeye. Mtu tafsiri kitu kile ambacho kwamba hakiko katika mawazo yetu sisi wenye kufanya, lakini yako katika mawazo yake hututilia sisi. Hakuna anayemuomba Khadija, hakuna. Sote tunamuomba Rabbi, ni Khadija. Tumeanza Rabbi, Mola, ni Khadija, si Khadija ni Mola. Salak, wamuomba nani? Mola bihurma. Lakini kwamba hao muomba Khadija, hao waomba nani? Na masala ni marefu, lakini ndio hiyo insafi imekosekana na khiana imekuwa kubwa sana. Lakini leo kama watu watashika tu mfano mmoja na kaida moja, matatizo mingi hayako. La yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alayhi. Kitu ambacho kwamba kina ikhtilafu
hakikanushwi. Huyu asema hivi, huyu. Wajua kule Maka zamani, Al-Haram, katika kila kipembe cha msikiti alikuwa kunao sehemu, ofisi kama tuseme ya madhhabi na mufti wa ile madhhabi. Katika Maka pale, katika Al-Kaaba, ukenda hapa ni sehemu ya watu wa Maliki, hapa wa Hanafi, hapa wa Shafi'i, hapa wa Ahmad bin Hanbal. Ndani ya ile Maka kwenye Al-Kaaba, maimamu wote alikuwa wakiswalisha. Kiswalisha imamu ikiwa ni Shafi'i ni nini wote, na walikuwa na sehemu zao. Wewe umefika pale, mimi ni Hanafi, waambiwa sehemu yako ni kule. Wewe mushkili wote enda ukauliza. Na ikifika katika swala wote wanaswali pamoja, wakiheshimiana katika lile ambalo kwamba wamekhalifiana. Si utesi. Leo mimi na wewe tumekuwa lile lako ndio hilo tu, mwingine hajui. Lile lako ndio mimi tu ndio meteremshwa wahi mimi. Jibril amekuja kwangu amenambia mimi tu, hawa wengine wote hawafai. Hii jamaa, watu wote walopita tangu wakati wa nyuma mpaka leo wote hawafai, unaofaa ni wewe. Lakini ilipokosekana hilo, kila mmoja kujiona yeye ndo amekamilika, kila mmoja kujiona yeye ndo amesoma, kila mmoja kujiona yeye ndo mtu ambao kwamba ina tauhidi na ina nini, ndo tumekuwa matatizo haya tulokuwa na. Lakini lau kila mmoja, mimi nalifuata hili kwa kulinganika na madhahabi ambayo kwamba niko nayo, hakuna mushkil. Wewe umekwenda kuswali kwenye msikiti, wenyewe ni watu wa Shafi'i, ukifika pale kuna maana bismillah haijasihi, hakuna kunuti, hakuna nini. Jamaa, wewe wajua watu wa Shafi'i shekhe? Wewe hupambani na imamu na msikitini na kuswalisha? Wewe wapambana na Imamu Nawawi? Wewe wapambana na maimamu ambao kwamba ni hujja? Leo kama utawataja hapa, enda kasome tabakatu Shafi'iyya, utawaona ni maimamu gani. Sasa wote wale hawafai, ufaao ni wewe. Wewe umekwenda leo msikiti wenyewe wanasali kwa madhhabi ya Imamu Abu Hanifa au Maliki au Ahmad bin Hanbal, ukifika vipi nyinyi? La, wote wana hujja zao, wote wamemtegemea mtumi, wala hakuna lo mukhalifu mtume. Lakini leo tulipokuja kuondoshewa kuwa hawa wanne hawafai, hayakubakia tena madhahabi manne, yamebakia madhahabi 1400. Kwa ajili kila anayekuja anakuja na madhahabi yake. Sasa madhahabi yawe mingi. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe baraka ya Ahlul Bait. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya Sayyidatuna Khadija. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya Ahlul Kisa. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya maimamu wa Ahlul Bait. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya ashabi Rasulillah. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya mashekhe zetu. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya walimu zetu. Ya Rabbi, tuelekea kwako kwa wakati kama huu, kwa saa kama hizi ambazo kwamba tumewataja watu wema. Ya Rabbi, tuno haja tukidhie, tuno matatizo tuondoshee, maradhi yamekuwa mingi tupe shifa, hali zimekuwa ngumu zifanye sahali. Ya Rabbi, ulimwengu wazidi kuharibika utengeze. Ya Rabbi, waangalie ndugu zetu walioko Gaza ambao kwamba wadhulumiwa mchana usiku, wapijwa mchana usiku, hakuna wa kuwatetea, hakuna wa kuinulia sauti. Lakini wewe ya Rabbi uko, waangalie kwa jito la rahma. Ya Rabbi, waangalie waislamu ulimwengu mzima. Ya Rabbi, tuhifadhie vijana wetu na mitandao iliyoingia na ulimwengu ulivyoharibika na maasia yalivyozidi. Ya Rabbi, wahifadhi, wawe ni wenye kutenda zema kwa wazee wao. Ya Rabbi, wawe ni wenye kushika siratan mustaqima. Ya Rabbi, wahifadhi mama zetu. Ya Rabbi, wahifadhi wazee wetu, na sote tulohudhuria hapa Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Ya Rabbi, tupe umoja, tupe nguvu, tupe kushikamana. Na kuna watu hapa kila mmoja ana haja zake, kila mmoja, wengine ni wamekuja ni wagonjwa, wengine wanataka mambo mengine mazuri zaidi. Ya Rabbi, tuelekea kwako kwa baraka ya jalsa hii, kila mmoja umpe analolitaka. Inshallah tutasomewa dua, na dua kama hiyo tuhudhurishe nia zetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila tunalolitaka. Na walioko jikoni wanaotutengezea yale maulidi ya pili,
Mwenyezi Mungu nao ape kila la kheri nake wale pia nao wafanya kazi kubwa. Tukimaliza hapa kila mmoja huwa ina hamu ile baraka ya mtume usikose mwenye kula baraka ya mtume ni neema, na ukila sana baraka upata nyingi zaidi. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri.